bado tunaitafakari asili ya mwanadamu. Asili ya mwanadamu. Tutaangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 na wa 8 na wa 15. 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. Sura ya 2 7, 8 na 15. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. 15. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bado tunaitazamia asili ya mwanadamu. Tunaomba kuumbwa kwa huyo mtu. Adamu wa kwanza alipoumbwa na Mungu, hatuoni kama alibatizwa. Kuwa baada ya kuumbwa alibatizwa. Alikuwa nao ubatizo wa asili, ambalo neno la Mungu limejaa kwa wingi ndani yake, ambao ni moto. Alikuwa nao ubatizo wa asili, au ubatizo katika asili yake. Na ndio maana tunaona 2:15 baada ya kuumbwa anapewa maelekezo ya kufanya. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Ailime na kuitunza. Hatuoni baada ya kuumbwa kuna sehemu alibatizwa. Alikuwa nao ubatizo wa asili, au ubatizo katika asili yake, ambao ni neno la Mungu. Ambao ni neno la Mungu. Mwanadamu ameumbwa na ubatizo. Sema anahitaji ukombozi baada ya kuwepo katika anguko, baada ya kujikwaa. Baada ya kujikwaa ndo tunarejea kwa Mungu. Na ndio maana unaporejea tena 2:8, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Adamu baada ya kuumbwa na Mungu alipewa majukumu kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu, kwa maana yeye alikuwa katika sehemu ya ubatizo wa Mungu, katika utimilifu wa Mungu.